Moja ya kitu ambacho nimeona kinaendelea kwenye mitandao ya kijamii kwa siku za hivi karibuni ama kwa siku ya juzi ni barua ambayo imekuwa ikisambaa kwa kasi sana, ambayo inaonyesha kwamba Young Africans watakuwa na mchezo wa kirafiki dhidi ya kikosi watakuwa na mchezo wa kirafiki by the way dhidi ya kikosi cha Rayon Sports kutoka Rwanda. Na mapema kupitia ukurasa wa Instagram wa mchambuzi wa masuala ya kisoka, na huyu si mwingine bali ni mtu anayefahamika kama Faran Kiam, ambaye ana ukurasa wake wa Instagram ambao ameenda mbali zaidi. Amesema taarifa nilizozipata kutoka kwa baadhi ya vyanzo vyangu ni kuwa viongozi kadhaa waandamizi wa klabu ya Yanga hawatakuwepo nchini siku ya Juni 15, ambapo inasemekana wengi wao wataondoka Juni 12 na 13, ambapo baadhi wataelekea nchini Marekani kwa ajili ya mwaliko wa kombe la dunia, huku wengine wakiwa na safari za kibiashara. Jitihada zinafanyika kuona namna gani dabi itapigwa, ila viongozi wa Yanga hawapo kwenye mudi ya mabishano tena kwa sasa, kwa sababu mgomo huo ni azimio la wanachama na si utashi wao. Wenye timu hawataki dabi ipigwe bila watu kuwajibika. Haya ndiyo baadhi ya maneno, lakini kuna mtu anafahamika kama ni rais wa kikosi cha Rayon Sports. Amesema ni kweli tuna mechi ya kirafiki na tumewaalika Yanga kutoka Tanzania, ila bado hatujapanga tarehe ya mchezo huo kwenye dimba la Maoro. Tukishapanga tarehe basi tutaweza kuwajuza. Kumbuka mapema ndugu yangu afisa habari wa bodi ya ligi kuu Tanzania bara, yeye aliweka wazi akisema kwa mujibu wa kanuni Yanga ndio anaandaa mchezo na tunaamini anaendelea na maandalizi. Haya ni sehemu ya maneno ya afisa habari wa bodi ya ligi kuu Tanzania bara wakati akieleza maandalizi ya mchezo wa dabi. Amesema mambo yanakwenda vizuri na ni kwa mujibu wa kanuni, na Yanga ni wenyeji ndio anahusika kwa maandalizi kwa 90%. Lakini kumbuka wao alishasema mapema kwamba hawajapokea barua yoyote kutoka Yanga kuwa hawachezi dabi ya Kariakoo. Anasema na sisi tushapanga ratiba na mchezo upo Juni 15, huku pia tumewasiliana na Yanga kuhusu mchezo huu. Sasa kimsingi kuna baadhi ya mambo ambayo unaweza ukawa unayasikia ukayachukulia poa, lakini si ya kuchukulia poa hata kidogo, ila ni mambo ambayo yanatafakarisha na inabidi uyatafakari kwa kina ili uweze kupata majibu sahihi. Mambo hayo ni juu ya masuala ya kanuni. Young Africans wanaweza wakawa na mchezo dhidi ya kikosi cha Rayon Sports kutoka Rwanda, na baadhi ya tetesi zilianza kuzungumza kwamba Young Africans wao watakuwa na mchezo huo siku ya tarehe 15 Juni mwaka 2025. Na kimsingi hiyo ni tarehe ambayo Young Africans wao wenyewe watakuwa wana shughuli nyingine ya Dar es Salaam dhidi ya kikosi cha Simba Sports Club, na hiyo ni Kariakoo Derby. Swali ambalo mimi na inabidi tujiulize, je, kikanuni Young Africans wana haki ya kuwa na mchezo wa kirafiki ile hali inabidi wana mchezo mwingine? Hapo inabidi tufunue kanuni zinasemaje. Kanuni ya 18 ya ligi kuu Tanzania bara inaeleza juu ya masuala ya michezo ya kirafiki. Mfano inasema timu ya ligi kuu inayotaka kucheza mchezo wa kirafiki katika kipindi cha ligi inaendelea inawajibika kutaarifu TFF angalau saa 48 kuhusu mchezo huo kabla ya kuchezwa. Hairuhusiwi kuchezwa mchezo wote wa kirafiki utakaohusisha klabu nyingine ya ligi kuu katika siku ambayo kuna mchezo wa ligi kuu katika kituo husika bila ya idhini ya taarifa ya TFF na TPLB. Mchezo wote wa kirafiki utakaohusisha timu ya ligi kuu lazima utolewe taarifa na TFF, TPLB, FA itakayofanya maandalizi yote muhimu ya mchezo kuchezwa kufuata taratibu zote kwa kiwango cha mchezo wa ligi kuu Tanzania bara. Kanuni hiyo hiyo ya 18 inaendelea kusema makubaliano yoyote kuhusiana na mchezo wa kirafiki unaohusisha timu ya ligi kuu lazima yafanywe kwa maandishi na mwandikaji wa mchezo huo ni TFF, FA ya mkoa, TFF, TPLB ama FA itasimamia makubaliano yote hayo. Lazima kuwepo na maandiko. Yaani uwezi ukatoka from somewhere alafu ukasema bana tutakuwa tuna mchezo ambao inabidi tucheze. Hapana, lazima kuwe na makubaliano
ambao ninyi kwa ninyi mnakubaliana mbele ya hivi vyombo. Lakini kanuni hiyo inaendelea kusema masharti yoyote mengine kuhusiana na mchezo wa kirafiki unaohusisha timu ya ligi kuu ni lazima yaidhinishwe na TFF kwa michezo inayohusisha timu kutoka nje ya nchi, ikiwa ni pamoja na kupitia maombi ya mchezo husika. So hata Yanga kabla hujasafiri lazima TFF wao ndio wahusike kuwapa hiyo taarifa ya kuambia sasa nendeni mkacheze hii mechi. Nje ya kufanya hivyo maana yake ni kwamba ni kuvunja kanuni, taratibu na sheria, na Young Africans yawapasa kuadhibiwa ili waweze kutii hizi kanuni. Lakini kanuni hiyo hiyo ibara ya 6 nasema timu yote ya ligi kuu inapotaka kucheza au kwenda nje ya nchi kwa shughuli za kimpira wa miguu inawajibika kuomba kibali cha TFF. Maombi ya kibali hayo yatume siku 14 kabla ya siku ya kuondoka. Manake sio siku ya mchezo, siku ya kuondoka ni siku 14. So kama Young Africans kweli tarehe 15 inabidi wana mchezo, manake inabidi taarifa hiyo imetolewa mapema na TFF wanajua, na lazima TFF hawezi kuruhusu ile hali wanajua kwamba hao mabwana watakuwa na mchezo mkubwa. Timu yoyote ya ligi kuu hairuhusiwi kucheza mchezo wote wa kirafiki na timu kutoka nje ya Tanzania bila ya kuwepo na kibali kutoka TFF. Kwa hiyo tunasema hiyo ni illegal kufanya kitu kama hicho. Lakini anaendelea kusema mwanachama wa TFF ama wakala wa mechi ya FIFA anayetaka kuandaa mchezo wote ukihusisha timu za kitaifa na timu za ligi kuu anawajibika kutuma maombi ya TFF siku 14 kabla ya siku ya tukio, yakiainisha madhumuni ya mchezo huo. TFF itafanya maamuzi ya maombi hayo. Hayo ni maneno ya kanuni. Lakini ibara ya 9 inasema taratibu za jumla kuhusiana na mchezo ya kirafiki kama zinavyosomeka kwenye kanuni za TFF kuhusu mashindano maalum. So ukikosea hapa manake utapelekwa kwenye kamati, utaonekana umevunja hizi kanuni, utaadhibiwa. So Young Africans hawana sababu ya kuendelea kujitia kwenye matatizo makubwa kama haya, kwa sababu watakuwa wanajaribia wao wenyewe na watakuwa wanajiweka katika hali ya hatari, na wanaweza kujikuta wanafungiwa au wanaadhibiwa kwa kiasi kikubwa sana. So kwangu mimi naweza sema Young Africans hawana sababu ya kufanya jambo lolote la kwenda kucheza mechi ya kirafiki. Sana wapigania haki yao, kama wanacheza dabi wacheze, kama wacheze dabi mambo mengine yaendelee. Lakini kwa msingi huu wanaweza wakajikuta wanajiweka kwenye hali hatari zaidi na kikawa ni kitu kibaya sana. Mimi naitwa Almachus Boniface Kenyasi na naamini kabisa una mengi ya kujazia katika hili. Believe me, sija kufunga, niko huru na kuruhusu uendelee kuniambia unadhani ni nini ambacho inabidi kifanyike hapa. Niandikie komenti yako na mimi nitaisoma. Asante sana kwa kuwa msikilizaji wangu mzuri, na Mungu akubariki and bye bye.